Leo hii taifa letu linaungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya wanyamapori duniani, ikiwa ni kumbukizi ya kusainiwa kwa mkataba wa kimataifa wa biashara ya wanyamapori na mimea iliyo hatarini kutoweka, ambao ulisainiwa kama tulivyosikia tarehe 3 Machi mwaka 1973. Maadhimisho haya ya leo ndani ya taifa letu yanafanyika kwa mara ya 13 tangu kuanzishwa rasmi mwaka 2014. Na kwa ujumla tangu mkataba huu umesainiwa, hii ni kumbukizi ya miaka 53 na miaka 46 ya utekelezaji wa mkataba huu hapa nchini. Hii inamaanisha tumepiga hatua na sisi kama taifa katika uhifadhi wa wanyamapori wetu na mazingira yake. Kupitia mkataba huu, Tanzania imeendelea kuwa miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya wanyamapori na imetenga zaidi ya 1/3 ya eneo lake kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori na mazingira yao. Tujipigie makofi wa Tanzania wote. Mtandao wa maeneo ya hifadhi hapa nchini unajumuisha hifadhi zetu za taifa 21, mapori yetu ya akiba 29, mapori tengefu 25, maeneo ya ardhi oevu 4, pamoja na maeneo 40 ya jumuiya ya hifadhi za wanyamapori za jamii, na leo tumewaona wakiwa na banda lao pale wakiwa wanaendelea kuifanya kazi nzuri sana. Aidha, nchi yetu inaongoza duniani kwa kuwa na idadi kubwa ya simba, chui, nyati na ni nchi ya 3 kwa idadi ya tembo duniani. Wanyamapori hawa sio tu kwamba ni kivutio cha kustaajabisha na kuhusudiwa, bali ni rasilimali muhimu sana kwa uchumi wa nchi yetu na watu wake kupitia utalii ambao kwa kiasi kikubwa unategemea wanyamapori. Utalii hapa nchini unachangia zaidi ya 25% ya fedha za kigeni, lakini 17.1% ya pato la taifa, na tunatoa ajira kwa Watanzania zaidi ya milioni 1.6. Tumeona panda. Kwa mfano, kwa mwaka 2025 tumeona tumefikia watalii 5,935,561 ukilinganisha na watalii 5,360,247 kwa mwaka 2024. Hili ni sawa na ongezeko la 10.73. Sambamba na ongezeko hili la watalii, tumeona pia mapato yanayotokana na shughuli za utalii yameongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni 3.9 hadi kufikia dola bilioni 4.4, sawa na ongezeko la 12.82. Hongereni sana wa Tanzania kwa kazi hii njema, kwani mapato haya yanaingia kwenye mifuko ya wajasiriamali wetu, mapato haya yanaingia kwenye mifuko ya mamalishe wetu, mapato haya yanaingia kwenye mifuko ya wenye mahoteli na wahudumu wote wanaoongoza watalii. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Bibi na mabwana, kama ambavyo tumesikia kutoka kwa mzungumzaji wa kwanza hadi mie, kauli mbiu ya mwaka huu 2026 ni mimea, dawa na manukato, kutunza afya, kuhifadhi urithi na kuboresha maisha. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuhusu mchango wa mimea, dawa
na manukato katika kutunza afya ya mwanadamu, kudumisha urithi wetu na kuboresha maisha ya jamii yetu. Aidha, inakwenda sambamba na falsafa yetu ya serikali ya awamu ya 6 ya kazi na utu, kwa kuwa inatambua umuhimu na mchango wa Watanzania katika uhifadhi wa mimea na rasilimali za wanyamapori ambazo ni urithi na utambulisho wa Mtanzania. Mimea dawa na manukato ina mahusiano ya moja kwa moja ya uimara wa mifumo ekolojia, hususan ile inayounda hifadhi za wanyamapori. Vile vile, mimea hii imekuwa nguzo muhimu ya tiba asili, lishe, utamaduni na uchumi wa jamii yetu. Nimepita katika mabanda mbalimbali na nikakutana pia na mvumbuzi wetu mahiri, ndugu yetu Dr. Neva Zekea. Hongera sana kwa uvumbuzi wako na kutuletea tiba zetu wanadamu na hata kwa ardhi na mimea yetu. Pongezi nyingi, endelea kuipeleka elimu hiyo kwa watoto wetu ili taifa linufaike na rasilimali hizi. Wageni walikwa, mabibi na mabwana, maadhimisho haya ya siku ya wanyamapori duniani kwa mwaka 2026 yanatoa fursa kwetu kujadili changamoto zinazokabili sekta yetu ya uhifadhi na wanyamapori na namna bora ya kuzitatua kwa ustawi wa uchumi na maendeleo ya jamii yetu. Ni muhimu hapa tukaziangalia changamoto hizo ambazo zinaikabili sekta hii ya uhifadhi wa wanyamapori. La kwanza kabisa, sisi Watanzania ni mashahidi. Tumeona kuna ongezeko la migongano baina ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu, hali inayosababisha kuongezeka kwa mahusiano hasi kati ya binadamu na wanyamapori, ambako mwisho wake ni kuathiri uendelevu wa uhifadhi wa wanyamapori wetu. Lakini pili, ni muhimu tukatambua kwa nini tumefika kwenye tatizo hili la kwanza. Tumefika kwa sababu ya changamoto ya pili, ambayo ni kuzibwa kwa shoroba kutokana na ongezeko la makazi ya watu bila kuzingatia mipango bora ya matumizi ya ardhi. Shoroba hizi ni muhimu sana kwa uhamaji wa wanyamapori na uhai wa mifumo ekolojia. Hivyo tunalo jukumu ya kuhakikisha shoroba hizi tunazilinda. Lakini changamoto ya tatu ni nini? Ni kupungua sasa kwa makazi ya wanyamapori kunakosababishwa na uvamizi wa maeneo ya hifadhi kutokana na upanuzi wa shughuli za kilimo, ufugaji na uchimbaji madini, hali inayochangia kupunguza maeneo ya malisho na mazalia ya wanyamapori. Hii ni hatari kubwa, na sasa tunawasogeza wanyamapori karibu na makazi yetu kwa sababu tumeyasogeza sana makazi yetu kwenye maeneo yao. Ni hatari na lazima tutambue na tuamue kama taifa tunalo jukumu la kulinda hifadhi za wanyamapori wetu. Lakini changamoto ya 4, tunapokuwa tumeanza haya makubwa matatu, linapata jingine, nalo ni ujangili na biashara haramu ya nyara na mazao ya misitu, hali inayotishia kutoweka kwa baadhi ya wanyamapori lakini na mimea yetu ya asili. Mabadiliko ya tabia nchi. Haya tumeona athari yake kubwa, ambayo moja ni kusababisha vipindi virefu vya ukame au mvua nyingi kupita kiasi kwa muda ambao haukutarajiwa. Lakini pia inaathiri miundombinu yetu mbalimbali. Hivyo ni muhimu tukaamua lipi la kufanya kama taifa na kama dunia ili turudi kwenye uwiano halisi wa ekolojia.
Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni muhimu tukaamua sasa tuende mbele na tufikirie tunachambuaje na tunawezaje kutatua changamoto hizi. Serikali yenyewe kwa kushirikiana na wadau wake mbalimbali wa uhifadhi imechukua jitihada kadhaa, zikiwemo kuandaa na kutekeleza mikakati ya uhifadhi, ikiwemo: moja, mkakati wa kutekeleza sera ya wanyamapori ya mwaka 2007 wa mwaka 2023 hadi 2033. Mkakati huu umeainisha masuala muhimu ya kutekelezwa kwa ajili ya kuhifadhi, kulinda na kuendeleza rasilimali za wanyamapori. Lakini mbili, serikali imeandaa mkakati wa kitaifa wa kupambana na ujangili wa mwaka 2023 hadi 2033 wenye lengo la kutokomeza ujangili wa nyara na kitoweo ifikapo mwaka 2033. Pia serikali imeandaa mpango wa kuongoa shoroba wa mwaka 2022 hadi mwaka huu 2026 unaolenga kubaini shoroba zenye uharibifu na kuzihifadhi ili tuweze kulinda rasilimali yetu ya wanyamapori. Na mwisho, tumeandaa mpango mkakati wa kupambana na wanyamapori wakali na waharibifu ambao lazima tutekeleze tukizingatia zile changamoto zote nilizozitaja. Tunayo sababu ya kushirikiana ili mahusiano yaweze kurejea kati ya binadamu na wanyamapori wetu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika kuhakikisha kuwa tunaendelea kupambana na changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu, serikali yetu imeendelea kuchukua jitihada mbalimbali. Na moja, tumeweza kununua vifaa mbalimbali na kutumia teknolojia mbalimbali ili tuweze kunusuru maisha ya Watanzania kutokana na uharibifu unaofanywa na wanyamapori hawa. Nayo tumeweza kununua ndege nyuki 45 na mabomu baridi 20,584 kwa ajili ya kuondoa tembo katika maeneo ya wananchi na kuwarejesha hifadhini. Hifadhi na mapori ya akiba ili wanyamapori hawa kama wanatafuta maji basi wapate maji kwenye hifadhi na mapori yetu. Na pia tumejenga vituo 21 vya maaskari wetu katika maeneo yenye changamoto kubwa. Kama ilivyosemwa awali, tumeendelea kuitumia teknolojia na tumeweza kufunga mikanda ya mawasiliano ya tembo viongozi 176 wa makundi kwa ajili ya kufuatilia mienendo yao katika mfumo ekolojia hapa nchini. Tumeona na tumeshiriki kwa pamoja na zoezi hili, tunaendelea nalo, na niwaelekeze tu TAWIRI na taasisi nyingine tuendelee na mchaka huu ili kwa mwaka huu wa fedha ambako tumepatiwa mikanda 50 yote iweze kufungwa kwa wakati. Siku ya Wanyamapori Duniani kama ambavyo imekwisha kuelezwa ilianzishwa mwaka 2013 na imeanza kuadhimishwa rasmi mwaka 2014 kufuatia azimio la Baraza la Mkuu la Umoja wa Mataifa. Katika tukio hili la leo, kauli mbiu kubwa kama ambavyo tumekwisha kugusiwa na kauli mbiu hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, inatukumbusha kuwa afya ya mwanadamu, uchumi wa jamii na uhai wa mifumo ya ekolojia haviwezi kutenganishwa. Tunapohifadhi mimea, dawa na manukato, tunalinda afya ya kizazi cha leo, lakini pia na kizazi cha kesho. Tunatunza urithi wetu wa kitamaduni na tunafungua milango ya maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Kwa kuzingatia azma ya serikali ya awamu ya 6, tutaendelea kusimamia rasilimali zetu kwa weledi, uwajibikaji na ubunifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama watendaji chini ya wizara tutaendelea kuzingatia masuala makubwa manne ama matano. Mosi ni kuimarisha uhifadhi wa misitu na maeneo ya hifadhi ili kulinda makazi asilia ya mimea dawa. Pili, tutaendelea kuhimiza tafiti za kisayansi kwa kushirikiana na vyuo vikuu na taasisi za tafiti ili kuhakiki ubora na usalama wa mimea tiba. Na tatu, tutaendelea kukuza usimamizi shirikishi wa misitu ili jamii zinufaike moja kwa moja na rasilimali hizi. Na nne, tutaendelea kudhibiti uvunaji holela wa spishi adimu kupitia mifumo ya vibali na ufuatiliaji. Na mwisho, tutaendelea kukuza upandaji miti ikiwemo miti yenye thamani ya dawa na manukato kama sehemu ya kampeni ya kitaifa ya uhifadhi na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kauli mbiu ya mwaka huu unasema dawa, mimea dawa na manukato, kutunza afya, kuhifadhi urithi na kuboresha maisha, yaani medical and aromatic plants conserving health, heritage and livelihood. Kauli mbiu hii inahimiza kuhusu mchango wa mimea dawa na manukato katika kutunza afya ya binadamu na kudumisha urithi na kuboresha maisha ya jamii kwa ujumla. Kauli mbiu hii inaonyesha ni namna gani tukitunza mimea dawa na manukato tunaweza kulinda maeneo yetu muhimu ambayo ni makazi ya wanyamapori. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tukumbuke pia kwamba mimea hii ambayo tunaisema tuitunze pia kwa sehemu kubwa sana hutumika na wanyamapori wetu kama chakula, lakini pia kama tiba. Na ndio maana mara nyingi sana wao wanajitibu wenyewe katika mazingira yao na hufanya hivyo kwa kutumia mimea dawa ambayo tunaenda ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maadhimisho ya siku ya wanyamapori duniani, Wizara ya Maliasili na Utalii ikishirikiana na taasisi zake na wadau imetekeleza shughuli mbalimbali zikiwemo kongamano za uhifadhi. Zilifanyika hapa katika ukumbi huu. Tuliuandaa vizuri sana, tulifanya makongamano takriban kwa siku 3 hadi 4 na imehudhuriwa na Watanzania wengi. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, maonesho ya shughuli ya hifadhi na utalii yalianza tarehe 25 Februari hadi siku ya jana ambapo tuliazimisha, na ambayo siku ya leo ndio rasmi sasa kwa ajili ya kusherehekea ile siku yenyewe. Vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa na michezo na burudani kwa wanafunzi wa shule mbalimbali za mji wa Arusha. Tumefanya mazoezi ya kufunga tembo mikanda ya mawasiliano ili kufuatilia mienendo yao, na nashukuru kwamba wewe mwenyewe Mheshimiwa mgeni rasmi ulishiriki kikamilifu katika zoezi hilo ambalo lilifanyika katika pori letu la akiba la Mkungunero. Na vile vile tumeotesha mimea dawa na manukato. Jana tu tumeotesha takriban zaidi ya mimea dawa 1000 katika shule yetu ya Mringa, na nimeambiwa leo wanaendelea na zoezi hilo kwa takribani miche mingine 1000, lakini vile vile itaendelea kuoteshwa takribani zaidi ya nyingine 3000 katika eneo hilo na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia shughuli hizo sasa wananchi wameelimika na kuhamasika kuhusu umuhimu wa mimea dawa na manukato katika afya na ustawi wa jamii na changamoto zinazotokana au zinazokabili uhifadhi na ustawi wa mimea dawa na manukato. Vile vile wananchi wamejifunza kuhusu njia bora za kukabiliana na wanyamapori wakali na waharibifu, hasa tembo, nyati, viboko, mamba na simba. Vile vile wananchi wameshiriki na kupanda mimea dawa na manukato kama nilivyosema awali. Wananchi wamehamasika vile vile kuhusu utalii wa ndani. Kama unavyofahamu, utalii wa ndani ni utalii ambao ndio utalii endelevu kimsingi, na kama wizara tumekuwa tukitumia mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanatembelea vivutio vyao kama kujifunza
kwa sehemu kubwa, na pia kujivunia urithi ambao nchi yetu imebarikiwa na Mwenyezi Mungu.